Neno la Mungu linatoka katika ile Isaya 60 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Nitasoma kwa utangulizi mstari wa kwanza tu peke yake. Isaya 60 mstari wa kwanza. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Tarudia. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Na hiyo ndio somo letu kwanza. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya matendo yako makuu ambayo Bwana unafanya katikati yetu sisi wanadamu. Hatuwezi kwa jambo lolote, lakini ni kwa neema yako tu. Ndio maana Bwana hata siku ya leo tuko mahali hapa Bwana. Tuko kwa ajili ya kuiadhimisha ibada yako takatifu. Naomba sasa msaada wako na neema yako juu ya ibada hii Bwana. Usikie kuomba kwetu na kuita kwetu, maana wewe ndiye Mungu wetu na ni Mungu ambaye unastahili sifa na heshima na tukufu ya kwako Bwana. Tazama tunakuja mbele zako tukiomba toba na kungama dhambi Bwana, kwa ajili ya uovu na dhambi tuliyotenda. Tukiomba sasa kibali machoni pako na mbele zako kwa ajili ya watumishi wako watakao simama kwa ajili ya ibada Bwana. Usimama pamoja na Bwana, simama pamoja na kiongozi wa ibada, simama pamoja na mnenaji wa neno. Sisi sote tunajikabidhi mikononi mwako Mungu wa mbinguni asubuhi ya leo, ili Bwana wewe upate kutukuzwa. Ni Mungu wa kweli, ni Mungu mwema. Tunaomba usikie kuomba kwetu na kuita kwetu, kwa kuwa tunasafisha na kutakasa madhabahu hii kwa damu ya Yesu Kristo, tukiachia damu ya Yesu katika mipaka yote ya viwanja hivi, na nguvu ya kimungu sasa ikapate kutawala na kutamalaki Bwana. Baba, tunaagiza malaika wenye ulinzi, malaika wale wenye makerubi wasimame katika viwanja hivi, lakini Bwana wa uzima upate wewe kutuzunguka na kutuzingira. Peke yetu hatuwezi, lakini tutategemea kutoka kwako. Wewe pamoja nasi katika ibada hii Bwana, tangu mwanzo hadi mwisho. Hudumia watu wako na wana wako Bwana, walio na nia na kiu hata ya kuweza kusikia ujumbe wa neno lako. Neno lako likafaa katika maisha yetu ya kila siku. Neno lako Baba likatuongoza na kutuelekeza tukafanye yaliyo mapenzi yako, na kuliso uendelee kutukuzwa. Asante kwa sababu ni mwaminifu kwetu. Tunaamini kabisa kwamba wewe uko pamoja nasi, kwa sababu Baba katika neno lako umesema ya kwamba ondoka uangaze. Tunahitaji sasa Mungu wa mbinguni sasa utuangazie nuru yako, na nuru za uso wako Baba ziangaze juu ya maisha yetu ya kila siku, ili wewe Bwana uendelee kuinuliwa, ili wewe Bwana uendelee kutukuzwa. Tunaomba Bwana mbinguni utakwenda kusimama katika ibada zote, mahali pote pande hizi za dunia utakwenda kusimama. Wewe ukiwa kiongozi wa ibada, lakini hata ukiwa mnenaji wa neno. Tusaidie Bwana kusikia neno lako la uzima na likafaa katika maisha yetu ya kila siku, ili wewe Yesu Kristo upate kutukuzwa. Tunaamini kabisa kwamba hii ni ibada ya kwako. Karibu Yesu Kristo mwana Mungu sasa utawale, na karibu Yesu Kristo mwana Mungu utuongoze. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wa maisha yetu. Amen. Tumeshahidi wa Mungu Baba, tumetumwa duniani. Tumeshahidi wa Mungu Baba, tumetumwa duniani. Kwa upendo tukishikamana kwa umoja.
nimejeruhiwa majeraha mengi, nimekatishwa tamaa. Yesu ninaomba nishike mkono. Majaribu mengi, kuumizwa moyo, kudharauliwa. Yesu ninaomba unishindie. Nimejeruhiwa majeraha mengi, nimekatishwa tamaa. Yesu ninaomba nishike mkono. Majaribu mengi, kuumizwa moyo, kudharauliwa. Yesu ninaomba unishindie. Kama mwanamke alivyopigana vita na lile joka kule nyikani. Joka lilikuwa hatari sana, lakini
Stefano aliponoa mawe makazi ya Mungu, lakini alipambana akashinda. Hata Simoni alipigwa sababu ya neno la Mungu, lakini alipambana akashinda. Usikubali kukatishwa tamaa na vitisho vya shetani. Usikubali kuishia njiani, kaza mwendo. Usikubali kukatishwa tamaa na vitisho vya shetani. Usikubali kuishia njiani, songa mbele. Pambana na huyo ibilisi, pambana na huyo ibilisi. Mungu yuko na wewe, pambana na huyo ibilisi, pambana na huyo ibilisi. Mungu yuko na wewe. Simama, pigana vita. Yesu yuko na wewe. Silaha yako ni maombi. Simama, pigana vita. Yesu yuko na wewe. Shika upanga wa imani utashinda. Wewe ni kamanda wa Yesu, simama, pigana vita, wala usiteteleke, pambana. Majaribu haya yanaponikuja, usivunjike moyo, basi laza maombi, imani utashinda. Wewe ni kamanda wa Yesu, simama, pigana vita, wala usiteteleke, pambana. Majaribu haya yanaponikuja, usivunjike moyo, basi laza maombi, imani utashinda. Neno la Mungu linatoka katika ile Isaya. Utakapofanana na wana walikumi, waliacha taa zao wakaenda zao kumlaki bwana harusi. Ufalme wa mbinguni utakapofanana na wana walikumi, waliacha taa zao wakaenda zao kumlaki bwana harusi.
ni wapumbavu, na 5 walikuwa na busara. 5 walikuwa ni wapumbavu, na 5 walikuwa nayo busara. Wapumbavu walitwaa taa zao, wasitwae mafuta. Wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao. Wapumbavu walitwaa taa zao, wasitwae mafuta. Wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Wapumbavu walitwaa taa zao, wasitwae mafuta. Wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao. Wapumbavu walitwaa taa zao, wasitwae mafuta. Wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia kuja, wote wakasinzia wakalala. Hata bwana harusi alipokawia kuja, wote wakasinzia wakalala. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele. Haya bwana harusi tokeni mwenye mkamlaki. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele. Haya bwana harusi tokeni mwenye mkamlaki. Mara wakaondoka wana walimume, wakazitengeneza taa zao. Mara wakaondoka wana walimume, wakazitengeneza taa zao. Wenye busara taa zao hazikuzimika, maana walitwaa mafuta yao. Wapumbavu taa zao zilizimika, sababu hawakutwaa mafuta yao. Wenye busara taa zao hazikuzimika, maana walitwaa mafuta yao. Wapumbavu
wakaingia naye. Walipoondoka bwana harusi akaja, walio tayari wakaingia naye. Wakasema Bwana tufungulie, naye akawaambia ondokeni, siwajui, hata ufalme wa mbinguni utakuwa hivyo. Fahamu hii neno hili, mwenye nyumba angalijua kuwa mwivi atakuja, angalikesha asingelala. Hivyo kesheni mkiomba, maana hamjui siku ya kuja Bwana kutuchukua. Amini wani yeye Bwana, wakutukuzwa ni yeye, wakuamini wani yeye Bwana, wakutukuzwa ni yeye. Yeni mfalme mkuu juu ya vitu vyote. Yeni mfalme mkuu juu ya dunia yote. Yeni mfalme mkuu juu ya vitu vyote. Anastahili sifa zote Bwana.
sifa za mioyo yetu tunampa huyu Bwana. Sifa za mioyo yetu tunaleta kwako Bwana. Sifa za mioyo yetu tunaleta kwako Bwana. Yeye ni Mungu. Bwana anaweza kufanya mambo yote Bwana. Yeye ni Mungu. Wala hakuna wa kulinganishwa naye. Wala hakuna wa kufananishwa naye. Wala hakuna wa kulinganishwa naye. Wala hakuna wa kufananishwa naye. Yeye ni Mungu, mtawala wa vyote. Yeye ni Mungu, mmiliki wa vyote. Yeye ni Mungu, mtawala wa vyote. Yeye ni Mungu, mmiliki wa vyote. Sisi twaziimba sifa zake Bwana. Sisi twaziimba kwa kinywa. Sisi twaziimba sifa zake Bwana. Sisi twaziimba kwa kinywa. Katika sifa za Bwana uwepo wa Mungu huonekana. Katika sifa za Bwana uwepo wake Mungu huonekana. Mungu ndiye mkuu. Huyu Mungu wetu Mungu ndiye mkuu wa dunia yote. Mungu mtawala wa dunia yote. Alfa na Omega wa dunia yote. Mungu ndiye mkuu. Huyu Mungu ndiye mkuu. Mungu ndiye mkuu. Hey, wa dunia yote. Mungu mtawala wa dunia yote. Alfa na Omega wa dunia yote. Huyu Mungu twaimba. Sisi twaziimba sifa zake Bwana. Sisi twaziimba kwa kinywa. Sisi twaziimba sifa zake Bwana. Sisi twaziimba kwa kinywa. Shamba la Mungu lina mavuno, bali wavunaji wachache mno. Yesu anatuita tuvune, anakuita na wewe jiwe
atakupa uwezo nazo nguvu mavunoni mwake Yesu. Utapata ujira mwingi mno utakapofika kwake Mungu. Yesu atasema uingie furahani mwa milele. Jiweke tayari kwa mavuno ya Bwana. Atakupa uwezo nazo nguvu mavunoni mwake Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru tena kwa ajili ya saa hii na muda kama huu. Wewe ni Mungu. Ninaomba sasa uyafundishe mwenyewe makutano haya. Mimi ni chombo tu. Baba, nionekanie mtumwa wako. Nipe kuyanena yanayokustahili wewe. Zaidi ya Roho Mtakatifu tufundishe wote mahali hapa. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Somo letu la kwanza kwa watu ambao waliochelewa, tumeweza kusoma katika kitabu kile cha Isaya sura ya 60 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulisoma neno letu hilo na ndilo ambalo neno lilikuwa likituongoza katika semina yetu ya vijana ni Tanzania nzima. Turudie kusoma somo letu la pili katika kitabu cha Walumi sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Nao unasema, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenye maana. Wala msifatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo langu kinasema hivi: jinsi ya kukabiliana na utandawazi. Jinsi ya kukabiliana na utandawazi kibibilia. Tulijifunza nini maana ya utandawazi? Ukisoma kwenye ile Danieli sura ya 12 na ule mstari wa 4 utaipata maana halisi ya utandawazi katika Biblia. Lakini sasa hivi utandawazi, mtu ukimuuliza utandawazi, anakuambia kwamba utandawazi tumekuwa kijiji hiki kimoja. Aliye Marekani, aliye Ulaya, aliye Kenya, aliye Mwanzugi kule kwetu, sasa hivi tunaweza tukawasiliana naye na tukajua kinachoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ni hali ya dunia kuwa kama kijiji kimoja, na katika kitu kimoja hicho kuna vitu vingi ambavyo vinavyofanya nini? Vinavyozaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utandawazi huu umeleta fursa nyingi sana katika dunia hii, na hakuna mtu ambaye utandawazi haujamgusa katika dunia hii. Na kila mtu sasa hizi utandawazi anao. Yani kila mtu utandawazi anayo. Kama mtu hana smartphone, yani ni tofauti tu, tuseme kwamba ni tofauti ya haya majina ya simu. Mimi nitakuwa na Samsung, wewe utakuwa una iPhone, sijui hiyo for nini hiyo, sijui 17 sasa hizi imetoka, sijui ana ngapi, mwingine na kiswaswadu cha Philips, lakini wote tuko katika dunia hii ambayo ni nini? Nimesema utandawazi una faida nyingi, sio kwamba ni kitu kibaya. Utandawazi inatusaidia mawasiliano. Utandawazi, kuna watu wanapata pesa kupitia utandawazi, wanapiga hela za maana. Kuna watu wanafanya biashara online, wanapiga pesa, sio za kitoto, sio za nchi hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kabisa, jambo la kwanza, faida ya utandawazi, tunapata faida ya kupata elimu. Msomaji wangu wa Biblia sijui uko wapi? Niko huku. Naomba twende tukasome Mithali sura ya 4
na ule mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, bora hekima, basi jipatie hekima. Naam, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Inatupa elimu, tunapata hekima ya kujua twende wapi, tufanye nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakwenda haraka kwa sababu ya muda. Lakini jambo lingine, jambo la pili, uwezekano wa kuihubiri injili kupitia mitandao. Bwana Yesu asifiwe. Tunahubiri injili. Na sasa hivi kila mtu anajua hapa tulipokaa, kama una bando lako ukafungua ukaenda kwenye mitandao ya kijamii, utakutana na ibada nyingi kila kona. Si ndivyo? Hiyo ni faida ya utandawazi. Injili inahubiriwa, na hata kwenye semina nilisema kwamba injili hii itahubiriwa, kila mtu atasikia. Hakuna ambaye hatasikia hii injili. Ni faida mojawapo ya nini? Ya utandawazi. Na wakati akili hizi zinakuja kwa huyu binadamu ambaye aliutengeneza huu utandawazi, Mungu aliweka ili kusudi neno lake lipate kuhubiriwa na kila mtu apate kulisikia neno la Mungu. Aliye mlevi, aliye wapi, sasa hizi aliye wapi huko, lakini lazima alisikie neno la nani? La Mungu. Lakini leo tumevigeuza, vimekuwa ndivyo sivyo. Injili iweze kuhubiriwa kwa haraka, huo ni utandawazi, na unawafikia watu wengi kabisa. Huo ni utandawazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Mathayo sura 28 na mstari wa 19 hadi wa 20. Tusome, mtumishi wa Mungu. Neno la Mungu linasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mstari wa 20, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Tuliambiwa kumbe tuje ulimwenguni tuwafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wa nani? Leo nikikuuliza wewe, mwaka huu mpaka leo imefika hapa leo tarehe 26 mwezi wa 10, umeleta wangapi kanisani? Au wangapi umesimama ukawahubiria, ukawaambia kwamba Yesu anaponya, Yesu anaokoa, dada Yesu anakupenda? Wangapi? Tumelisahau agizo la Bwana wetu Yesu Kristo? Tuulizane, tumelisahau agizo la Bwana wetu Yesu Kristo? Wangapi tu unapata ujasiri, unakutana na mama Gilia njiani, unamwambia dada Yesu anakupenda? Wangapi? Niulize swali makutano, wangapi dunia ya leo tumelisahau? Tumefanya vitu ambavyo vya ubinafsi, na hapa niseme Wakristo wengi tumekuwa wabinafsi. Hata nyumbani kwako wapangaji wako hawajui unachokifanya. Ubinafsi utatupeleka Wakristo wengi motoni. Wengi tumeshindwa kuisema ile kweli ya Yesu. Tumeshindwa kuisema ile kweli ambayo agizo la Bwana wetu Yesu Kristo alilotuitia na kutuambia tukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wake. Tumekalia la. Tutumie vizuri utandawazi kukuza uelewano kati ya mataifa mbalimbali. Zaburi ya 133 mstari wa 1. Zaburi ya 133 mstari wa 1, neno la Mungu linasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu akae pamoja kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unakaa kwa umoja na wenzio, au ni masengenyo tu, kusengenyana tu? Leo amekuja amevaa nini kanisani, vinakuhusu? Ndio hilo lilotoka nalo nyumbani kwako kuja kufanya ibada? Bwana Yesu asifiwe. Tukae kwa umoja. Utandawazi unaleta umoja. Tuna magrupu saizi mengi ya WhatsApp. Ule ni nini? Ni umoja.
Si ni utandawazi ule? Kwani hapa nyinyi hamna grupu la kanisa? Sasa ule ni umoja, huo ni utandawazi. Tuko mle pamoja, tutumie vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Utandawazi tukiutumia vizuri, Kristo atatukuzwa na mataifa wataokoka na kila mtu ataokoka. Katika kila kifanyacho, ukijua ukikamata simu yako, ukitumia message asubuhi umeamka watu 2 watatu, Bwana Yesu anakupenda, Yesu ndilo tumaini lako, mataifa yataokoka. Watu uliowajaza kwenye phone book yako, kwenye kitabu cha simu yako, unawaambia Yesu anakupenda, Yesu anakuhitaji, wataokoka. Ukimwambia leo na kesho ukimwambia, watu watafanya nini? Wataokoka. Twende hasara, changamoto za utandawazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto zake: kuenea kwa imani potofu na uasherati kupitia mitandao ya kijamii. Imani potofu na uasherati kupitia mitandao ya kijamii. Sasa hizi ukitaka kufanya chochote, ukitaka kutenda dhambi yoyote, inaanzia wapi? Nikiamua kugugo tu kwamba niko Igoma hapa, nahitaji kwenda kununua dada poa, ninampata wapi? Nachukua simu yangu, nina Google, ninaangalia kwamba ni wapi ambapo naweza nikampata, tena wa bei ninayoitaka. Ni wapi? Uovu wote, uchi wote uko mitandaoni. Watu wanajiuza, wako uchi. Watu wanavaa nguo za ndani. Zamani ilikuwa mtu kuonyesha nguo ya ndani ilikuwa ni siri, lakini leo sio siri tena. Sio siri. Uonekane mzuri lazima utembee uchi. Utandawazi ndipo ulipotufikisha. Unasema wacha tuiponde dunia. Utaimaliza wewe? Walikuwepo eti. Utaimaliza wewe? Huwezi kuimaliza. Huwezi. Walikuwepo. Uovu mwingi unatendeka huko. Vichupi chupi vinavaliwa huko. Na mimi ninasema iliyo kweli. Mimi sijaja kumpaka mtu mafuta ya chupa hapa. Umeelewa eh? Mimi hata siku nyingine msiponiita fresh, jina langu likija mkinikataa fresh, narudi nyumbani kwangu nakula ugali na lala poa. Uovu mwingi umekuwa ukianzia huko na unaletwa mpaka kwenye nyumba za ibada. Nyumba za ibada sasa hivi zimegeuka kuwa madangulo ya watu kuja kujiuza. Yamegeuka kuwa madangulo. Wanapokosa wateja kule, wanakuja humu kanisani, nguo wanazotuvalia za ajabu, hazieleweki. Hasara za utandawazi. Mabinti zetu, vijana wetu hawaoni shida kuonyesha sehemu zao za siri kanisani. Kanisani mmeona ni sehemu ya kutongozeana, ni sehemu ya kuja kuchat. Tena uko bize wa kule anamwambia, unamuona mhubiri anavyoongea, huyu wamemtoa wapi? Wamenitoa Nyakato. Hofu imetoweka kanisani kwa ajili ya hii mitandao, kwa ajili ya huu utandawazi. Hofu imetoweka. Si kwa vijana, si kwa wazee, si kwa wamama, si kwa kila tu. Hofu imetoweka. Dunia inabadilika. Dunia ina mambo yake, lakini neno la Mungu ni leo na hata nini? Milele. Umefika msomaji wangu wa Ibrania 13:8. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Uhuru wa Yesu. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata.
yeye habadiliki, lakini dunia inabadilika. Baki na akili zako timamu. Haijalishi dunia inaenda vipi, baki na akili yako nini? Muamini Yesu Kristo. Ukibaki na akili yako timamu, ukimwambia Bwana Yesu, ponya akili yangu, ponya akili yangu, takasa akili yangu, Yesu atakusaidia. Maana yeye habadiliki, na yeye ni rafiki wa kweli, na yeye ni mwangalizi mzuri, na yeye katika mambo yote ukitaka kuongea naye atakusaidia. Mwanadamu anabadilika. Leo Mama Gilia utaongea naye jambo hapa, lakini kesho anaweza kakataa akasema hapana tukuongea. Lakini ukiongea na Yesu, yeye yule habadiliki, jana leo na hata nini? Na hata milele. Mwisho na hitimisho kabisa, utandawazi unaweza kuwa chombo cha baraka au laana kulingana na jinsi unavyokitumia. Utandawazi ukiutumia vizuri ni baraka. Utandawazi ukiutumia vibaya ni laana. Si ndivyo Tunawapa watoto masimu yetu toka wakiwa wadogo. Watoto wa sasa hizi wana akili nyingi, wana download vitu vya ajabu, wana download mapicha ya uchi. Watoto wanatizama, wanacheka, wanakwenda kusimuliana huko. Na mama wala huna hata habari. Makatuni mengi yamekuwa ya hovyo. Mama huna hata habari. Mtoto analia anataka kula, mwashie katuni. Mwisho wa siku unajenga kizazi gani? Ndio yale yale tunapata mashoga kanisani, tunapata wasagaji kanisani. Kwani mashoga hawamo kanisani? Wamo. Hata usiponijibu wamo. Na wasagaji wamo. Tutumie mitandao yetu vizuri, isije ikageuka kuwa laana na siku ya mwisho tukadaiwa. Uhuru wa Yesu. Uhuru wa Yesu. Jitambulishe